Naomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa hapa tulipo. Mungu ni mwema sana. Taomba tukae kwenye mrago ili tusikie neno kwa ufupi sana. Sitaongea sana maana muda ni kama umetuacha vile, lakini nitajitahidi kuwa mfupi sana. Lakini nitaomba tukae mkao wa kula neno. Tuma mtu mmoja chukue simu yangu ni rekodi. Tafadhali rekodi. Hakikisha unakalia kule. Bwana asifiwe sana. Taomba tukae kwa utaratibu ili tukule nakato chini, ili tukule neno la uzima. Walio na watoto washike watoto wao. Nataka acha tu, niko na rekodi huko nyuma. Okay. Basi nataka tuweze kufuatana vizuri. Wiki ile iliyopita tulifundishana kwa habari ya kuna mbana kumbuka. Tulifundishana kwa habari ya somo gani wiki iliyopita? Nasema nitaomba ushike mic. Nitaomba niambie tulijifunza kwenye somo gani wiki iliyopita? Somo ile ambalo tulikuwa nayo ilikuwa somo gani? Somo ambalo tulikuwa nayo ule mfungo ambao unapita ulikuwa njia aina 3 za utakatifu. Kabla ya hapo tuliangalia nini? Njia za utakatifu ndio ulikuwa utangulizi. Njia za utakatifu ndio ulikuwa utangulizi, kisha somo lilikuwa aina 3 za utakatifu. Sio njia za utakatifu. Njia ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuliangalia aina 3 za utakatifu kwa wale ambao nilichelewa wakati huo. Tuliangalia aina 3 za utakatifu. Tukaona utangulizi wa njia ya utakatifu. Tukaangalia njia hiyo ni ipi? Tukasoma kitabu cha Isaya 39:5 mstari wake wa 8. Andiko hilo ndilo andiko la somo ya leo. Kwa hivyo msomaji, naomba ushike microphone alafu tunisaidia kusoma Isaya 35 mstari wake wa 8. Hilo ndilo andiko la somo. Na 5:9 35:8 Isaya. Tuliangalia kwa habari ya njia ya utakatifu wakati ule. Tukasoma Isaya. Lakini pia tukasoma Mathayo 7:13 pale. Lakini pia tukasoma kitabu cha Yohana 14:6. Tukaangalia njia hiyo ya utakatifu ni ipi. Tukapata majibu kwamba njia ya utakatifu ndiye Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Na leo tutaongelea mambo 7, ila nitakuwa sitasema yote lakini nitajitahidi. Mambo 7 ambayo yanaweza kukutoa katika njia hii ya utakatifu. Ama kiufupi mambo 7 ambayo yanaweza kukutoa kwa Yesu. Wanaoandika muandike hiyo. Mambo 7 ambayo yanaweza kwa Yesu ama ambayo yatakutoa katika njia hiyo ya utakatifu.
utakatifu. Nitaongea machache sana, mengine ambayo yatabaki basi tutafundishana wakati mwingine. Ningetamani kuongea yote, lakini kama vile mambo ni hivyo tena, ila tamani mnifuate kwa makini sana. Tamani niongee kwa utaratibu namna hii ili muweze kunielewa vizuri sana. Nataka tufundishane haya, isiwe ni mazoea kusikia, lakini tusikie na kutenda. Yakobo anasema msiwe tu wasikilizaji wa neno, bali muwe watendaji wa neno. Kwa asilimia kubwa tumejaza wasikilizaji wa neno, lakini watendaji wa neno hakuna kabisa. Kwenye ibada tunasema amena, tufikiri kwamba tumeelewa, lakini sivyo. Yaani amena imekuwa tofauti na matendo ambayo tuko nayo. Bwana asifiwe sana. Nataka niende moja kwa moja kwenye somo. Naomba nifungulie Isaya, tuanze hapo. Mambo 7 ambayo yatakutoa kwa Yesu, yanaweza yakakutoa kwa Yesu. Ndio somo. Mambo 7 ambayo yanaweza yakakutoa kwa Yesu usipokuwa makini. Tuomba usome Isaya kwa utaratibu ili tuweze kuelewana vizuri. Twende hapo. Hebu tumshie yote. Twende. Isaya 35:8 inasema, Naam. na hapo patakuwa na njia kuu, Naam. na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Naam. Wasio safi hawatapita Pita juu yake. Naam. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hapo patakuwa na somo ambayo ilipita, tulianza kufungua njia hiyo ni ipi, tukaja kujua njia hiyo ni Yesu mwenyewe. Na ili kupitia kwa njia hiyo lazima uwe safi. Bila usafi wa kiroho hakuna kupitia kwa njia ya utakatifu. Sasa leo tutaangalia mambo 7, ingawa sitasema yote, lakini tutaangalia machache sana ambayo yanaweza yakatutoa kwa Yesu ama yakatutoa katika njia hii ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Okay. Nataka mnifuate kwa makini sana. Nataka mnifuate kwa makini sana, ili tuelewane vizuri. Nitahitaji mawazo yako hapa ambako tupo. Kufikiria mengine isiwepo. Bwana asifiwe. Tuko sawa sawa? Okay. Jambo la kwanza ambalo linaweza kutoa Yesu usipokuwa makini. Jambo la kwanza ambalo linaweza kukutoa katika njia ya utakatifu, kupenda dhambi na kuizoea. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo litakutoa kwa Mungu kwa asilimia zote, kupenda dhambi na kuizoelea. Njia hii ya utakatifu haipatani na dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi, uvunjaji wa sheria, kutokutii sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sauti kama vile ni ya mingi sana. Kwa hiyo kupenda dhambi na kuzoelea kutenda dhambi kwa asilimia zote kutakutoa kwa Yesu usipokuwa makini. Maana njia hii inaitwa ni njia ya utakatifu. Ni kutokuwa na dosari yoyote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo njia hii inaitwa ni njia ya utakatifu. Kwa hiyo ili kupitia kwa njia hii
inakulazimu wewe uwe mtakatifu kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo laweza kukutoa kwa njia hii ni kupenda dhambi na kuizoea dhambi. Bwana asifiwe sana. Kupenda dhambi na kuizoea dhambi. Kwa asilimia kubwa watumishi wa Mungu wengi sana inafika mahala wanamwacha Yesu. Mara huyu wanaanguka kiroho, huyu anakufa kiroho. Unajua kumwacha Yesu si jambo ambalo ni la vupu. Hapana. Hadi fikia hatua mtu anaamua kuacha njia ya utakatifu na kuanza kutembelea njia nyingine ambazo si nzuri kwa asilimia zote. Amechukua ni long process, yani ni hatua ya muda mrefu sana ambayo alipitia hadi kuja kuacha Yesu ama kuja kuacha njia hii ya utakatifu. Ilikuwa ni long process. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wote ambao kwa asilimia kubwa tumeona kwamba wameacha njia hii ama wamemwacha Yesu kwa asilimia zote, hawaja kurupuka. Hapana, ni kule kupenda dhambi na kuzoelea dhambi. Bwana asifiwe sana. Kupenda dhambi na kuzoelea dhambi kwa asilimia zote kunatutoa kwa Mungu. Ndio maana mpaka leo tuna watumishi jina, lakini sio tena watu wa Mungu halisi. Ni jina tu, lakini kwa asilimia zote wamekufa. Ambacho kimewaua ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Nataka mnifuate kwa makini sana. Dhambi ni kizuizi kikubwa sana. Hebu mshike haraka sana. Dhambi ni kizuizi kikubwa sana katika njia hii ya utakatifu. Yaani kiufupi, hauwezi kutembea katika njia hii ya utakatifu ukiwa na dhambi. Yaani kiufupi, dhambi ndio kibambazi ambacho kinakufanya usitembee katika njia hiyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunamwona Sauli kwa sababu ya kutokutii, ya kuzoea kutokutii Mungu. Sauli amekataliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya mazoea ya kutokutii sauti ya Mungu, Sauli amekataliwa na nani? Na Mungu. Mbiwa Sauli usifanye hiki, Sauli anafanya. Umeambiwa mtu wa Mungu acha hiki, lakini hapendi kuacha na kwenda kufanya. Mwisho wa siku kule kuzoelea dhambi, kule kupenda dhambi. Unajua dhambi, shetani akitaka kumangusha mtu wa Mungu, aanze na zile dhambi kubwa kubwa. Dhambi kubwa kubwa siku hizi ni zile dhambi, mfano zinaa. Hiyo ni dhambi ambayo inatajwa kati ya dhambi kubwa kwa mitazamo ya wanadamu, lakini kwa Mungu hakuna dhambi kubwa. Lakini hebu tutenge kwanza. Shetani kwa asilimia kubwa haanzi kumangusha mtu wa Mungu kwa zile dhambi. Hapana. Na ndio maana kwa wimbo ulio bora anasema kwamba tukamatie hao mbweha wadogo hao wanaoharibu mizabibu inayoanza kuchanua. Bwana asifiwe sana. Mbweha wadogo kwa asilimia kubwa waweza kuwa ni zile dhambi ndogo ambazo kwa macho yako ama kwa mitazamo yako zinaonekana kana kwamba ni dhambi ndogo. Kwa hizo dhambi ndogo hizo, kwa asilimia kubwa, the moment unaendelea kuzizoea dhambi hizo ndogo, ndivyo ambavyo unazidi kujiua katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Unavyoendelea kuzoea kufanya dhambi hizo, mfano niseme twende kwa dhambi ndogo ambazo zinazoeleka kama ni ndogo, mfano kutukana. Yaani maisha yako yanakuwa ya kutukana watu muda wote, kuongea vibaya muda wote. Kawaida sana, kawaida sana. Kutamani kawaida sana. Lakini tamaa hiyo ndio ambayo inazaa zinaa kwa asilimia zote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili shetani aweze kumwangusha mtu, hadi mtu wa Mungu aje kuanguka na kumwacha Yesu, hapa kati kuna process ambazo alipitia, na ndio maana ikafika mahala akaja kuacha njia. Bwana asifiwe sana. Kule kuzoelea dhambi ndogo, huko ndiko ambako kwa asilimia kubwa kuna tuua watu wa Mungu. Hakuna mtu wa Mungu ambaye alianguka leo ama jana, alianguka kwa bahati mbaya, alianguka kwa kurupuka. Hapana. Kuna dhambi ambazo walizizoelea huko nyumbani walipokuwa, popote waendapo, wakiwa wanachukulia dhambi kana kwamba
si mara moja si vibaya, ni leo tu. Hiyo ni leo tu adui anapata nafasi. Maandiko yanasema kwamba inasema kwamba ile tamaa nimesema ndiko nadhani ni Warumi. Anasema kwamba dhambi ikisha kuchukua mimba na alikadhalika hapo. Nataka mtu wa Mungu uweze kuona kwa asilimia kubwa shetani hatumii vitu vikubwa kumwangusha mtu wa Mungu. Anaanza na level ndogo ili kumwangusha mtu wa Mungu. Anaanza na zile dhambi ambazo kwa mitazamo ya wanadamu zaonekana kana kwamba ni ndogo. Hizo ndizo ambazo anaanza nazo. Mwisho wa siku unakuja kufanya nini? Kuanguka. Bwana sifa sana. Unazoelea kutamani muda wote. Lakini kwa asilimia zote hadi ifike hatua uje kuangukia kwenye zinaa. Zinaa imezaliwa na tamaa ya mwili. Bwana asifiwe sana. Nataka mnifuate kwa makini, sipendi kuongea sana. Hebu nishuke na mengine. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo litakutoa katika mstari ulionyoka, litakutoa katika njia nyembamba, ni kupenda dhambi na kuzoelea dhambi. Tumekuwa na maandiko mengi sana ambayo ni ya kujifariji sana. Sijui hakuna mtakatifu duniani, wakati si kweli. Kwamba sote ni wenye dhambi. Hakuna mkamilifu duniani. Lakini tukifungua maandiko nasema kwamba kuwa wakamilifu kama Baba wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mtakuwa watakatifu kama Baba wa mbinguni alivyo mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu tunapenda sana dhambi, tumekuwa na mazoea na dhambi, ndio maana inafika mahala kujifariji na maandiko ambayo hayapo kabisa. Kwamba hakuna mkamilifu, hakuna mtakatifu. Hapana. Watakatifu walioko duniani, hao ndio walio bora, ndio ninaopendezwa nao. Kwa hiyo watakatifu hapo duniani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tushuke na maandiko matakatifu haya. Jambo la pili, kutokujikana kunaweza kukutoa katika njia ya utakatifu. Kutokujikana nafsi kwa asilimia kubwa kutakutoa katika njia ya utakatifu. Nini maana kujikana? Hebu nisaidie kwanza kitabu cha Luka 9:22 pale. Nisaidie Luka haraka. Tunasoma Luka 9:22. Naam. Akisema mateso mengi. Wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Twende. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata. Kwanza hiyo ni jambo la hiari hiyo. Na ajikane mwenyewe. Hebu kwanza shika kwanza hapa. Mtu yeyote akitaka, yani ni optional. Niseme tu ni jambo la hiari. Kwamba ukitaka kumfuata Yesu, kanuni moja ya kumfuata Yesu, ama kanuni ya kuwa mwanafunzi moja kabisa, ni kujikana nafsi. Hakuna uwezekano wowote wa kuwa mwanafunzi wa Yesu kama haupendi kujikana. Bwana asifiwe sana. Hakuna uwezekano wowote wa kuwa mwanafunzi wa Yesu kama haupendi kujikana. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya kumfuata Yesu ni kujikana nafsi. Tutaangalia nini maana ya kujikana. Kujikana ni kujikataa. Kujikana ni kuyakataa ya kwako na kuyakubali ya Mungu. Hata kama ya Mungu inaonekana kana kwamba ni hayakupendezi, lakini kule kuyakataa ya kwako na kule kuyatii ya Mungu, huko ndiko kujikana. Wanasifiwa sana. Kujikana
kwa ajili ya Mungu. Ule kukataa kushiriki muziki ya kidunia, ule kukataa kuvaa mavazi kikahaba, ule kukataa kuangalia vyovyote ambavyo vinastahili kwa Mungu, huko ndiko kujikana. Bwana asifiwe sana. Lakini bahati mbaya wengi tumefelia sehemu ya kujikana. Sasa bahati mbaya hakuna uwezekano wowote wa kuwa mwanafunzi wa Yesu kama upendi kujikana. Mitume wa Yesu akina Petro, Yohana, Andrea na wengine wote, akina Luka, Mathayo na wengine wote, yako maandiko kwenye Mathayo 4 kianza kwenye 17 pale anasema kwamba Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Yohana nduguye, akawaambia kwamba nifuateni. Baada ya kuambia hivyo, yako wazi maandiko, mitume ama akina Petro wakaacha yote waliokuwa nayo, wakaamua kumfanya nini? Kumfuata. Walimfuata wakiwa wameosha mikono, wakiwa mikono mitupu. Kwa tafsiri nyingine, waliamua kujikana ili kumfuata Yesu. Sisi nasi ili kumfuata Yesu lazima kujikana, kuyakataa ya kwetu na ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna uwezekano wowote. Wengi tumefelia sehemu ya kujikana. Tuko tayari kumfuata Yesu, lakini hatuko tayari kuacha yaliyo machukizo. Hatuko tayari kujikana, hatuko tayari kujinyima kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la pili ambalo laweza kuasilimia kwa kukutoa katika njia ya utakatifu, kutokujikana kwaweza kukutoa katika njia ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Atakaye kunifuata kae chini apige hesabu alafu anifuate. Lakini pia sio tu kujikana. Baada ya kujikana kuna kujitwika msalaba. Nini maana hiyo? Nini maana hiyo? Mtu mmoja niambie. Nini maana ya kujitwika msalaba? Yesu tunamuona alichukua msalaba. Yesu hakuchukua kile kimti, hapana. Yesu alichukua msalaba upi? Bwana asifiwe sana. Yesu hakuchukua mti. Mbona chukua msalaba tunakwenda? Hapana. Kwa asilimia kubwa msalaba unaongelewa hapo, kujitwika msalaba, sio kuchukua ule msalaba mti, kwamba nachukua ule mti naenda nao kwa Yesu. Hapana. Je, nini maana ya kujitwika msalaba? Mtu mmoja niambie. Nini maana kujitwika msalaba? Hebu chukua microphone. Sawa tu atasikie. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naam, amen. Kama ninavyoelewa mimi ngambo yangu, kujitwika msalaba yani ni kukubali yote. Yote yapi? Mabaya, mazuri, yote kuyavaya. Okay. Yeah. Mwingine? Tunamwona Yesu. Okay, tuchukue mfano wa Yesu basi. Yesu amepelekwa kwa wazee kama kuhani, akafungwa mahala fulani kwenye mti hivi, kaanza kupigwa kwa mijaleti, wakamfanyia ziaka, wakamtemea mate, wakaanza kumcheka na vingine vyote. Aliyakuwa amefungwa katika mti mfano wa huu, wakaanza kumfanyia ziaka, wakampeleka kwa Pilato. Pilato akasema kwamba mimi sioni sababu ya kumhukumu mtu huyo. Kwa hivyo watu wakazidi kupaza sauti sana kwamba tufungule Baraba, umhukumu Yesu hivi na hivi. Ikafika mahala Yesu akachukua msalaba. Nini maana ya kujitwika msalaba? Kujitwika msalaba ni kukubali mateso kwa ajili ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Yesu hakuchukua kile kimti, hapana. Alikubali mateso kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo kujitwika msalaba ni kukubali mashutumo yoyote, ni kukubali kudharauliwa kokote, ni kukubali kutukanwa, ni kukubali kuteswa, ni kukubali vingine vyovyote kwa ajili ya Yesu.
Bwana siwe sana. Huko ndiko kujitwika msalaba. Lakini bahati mbaya kwa asilimia kubwa, wengi wetu tunamtumikia Mungu, lakini hatujajitwika msalaba. Hakuna uwezekano wowote wa kuendelea na Yesu kama haujajitwika msalaba. Maana kuna mahala utaitwa mzee. Kwa nini? Vitambaa. Naitwa mzee wewe naye kwa sababu hauna msalaba, unaamua kuviacha. Kwa umeshakuwa mzee hivi. Hapana. Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Kwa hivyo kujitwika msalaba ni ile hali ya kukubali mashitumo yote, ya kukubali kudharauliwa kokote, kukubali kutukanwa kokote kwa ajili ya Yesu. Hayo ndio mateso. Yesu alichukua msalaba wake, yani alichukua mateso yake. Sisi nasi imetupasa kujitwika msalaba wetu. Kwa asilimia kubwa hapa kila mmoja ana msalaba wake. Mimi na msalaba wangu, na msalaba wake, ana msalaba wake. Sote tuna misalaba yetu. Shida sio kuwa na msalaba. Shida ni je, umejikana, umejitwika msalaba? Dhuruba, shida zikija, je, utakuwa tayari kung'ang'ana kwa Yesu? Kwamba uwe mwaminifu hatakufa, nami nitakuvika taji ya uzima. Hakuna taji yoyote ambayo utavikwa kama huna msalaba. Tusahau kabisa. Wanasema hakuna taji yoyote ambayo utavikwa kama wewe ni mlegevu, kama wewe ni mnyonge. Yako wazi maandiko kwamba wachawi, wazinzi, waoga na walio walegevu na wengine wote hawataurisi uzima wa milele. Sio tu kwa muovu, hata mnyonge hata ingia mbinguni. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo hakuna kuvikwa taji ya aina yoyote kama hujajikana na kujitwika msalaba. Kwa hiyo wengi tumefeli sehemu moja ya kujitwika, basi hapo tu kujikana na kujitwika msalaba. Unakuta ni mchungaji mkubwa, ni mwinjilisti mkubwa, anahubiri sana, lakini anahubiri kwa sababu hajapata tatizo lolote. Lakini baada ya kupata tatizo, kwa asilimia kubwa, kwa sababu hajajikana, hajatwika msalaba, hajakubali mateso, atafiwa, na baada ya kufiwa anamwacha Mungu. Kwa nini? Hajakubali mateso kwa ajili ya Yesu. Sio tu kumwamini, bali kuteswa kwa ajili yake. Bwana sifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kutokujikana kwa asilimia 100 kutakutoa kwa Mungu. Na wengi watumishi wa Mungu wametoka kwenye mstari ulionyooka kwa sababu hawajajikana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Hebu tumechoka, tunaendelea. Sipendi kuongea yote, ila nataka kumaliza hivi. Jambo la tatu, kukosa maombi na ushirika na Mungu. Kukosa maombi kwa asilimia zote kutakutoa kwa Mungu. Yaani kukosa ibada kwa asilimia zote kutakutoa kwa Mungu. Kukosa maombi, kukosa kuwa na ushirika, communication na Mungu kwa asilimia zote kutakutoa kwa Mungu, mtu wa Mungu. Lakini cha ajabu sana, shangaa na watu wa Mungu leo. Nimekuwa ni wavivu sana wa maombi. Wakisikia maombi, nachoka, nitaenda wiki ijayo. Nachoka, nitaenda mwezi ujao. Lakini bila kujua anajiua taratibu bila yeye mwenyewe. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo hali ya kukosa maombi, kukosa ibada. Unajua shetani ili amuue kabisa mtu wa Mungu, anaanza kuondoa kiu ya ibada, anaanza kuondoa hamu ya ibada. Ukimwona mtu anaanza kumisimisi ibada kila wakati, leo anakuja, kesho haji, mara wiki 2 3 haji kwenye ibada, jua huyo yuko karibu na kuanguka. Bwana sifiwe sana. Huyo yuko karibu sana na karibu sana kuanguka. Sababu kwa asilimia kubwa wengi wetu hapa
tunakuwa nyumbani, lakini nyumbani kwenyewe hatufanyi ibada yoyote. Bwana asifiwe sana. Kama mtaombea nyumbani au nyumbani hautaomba, utapigwa sana shetani huko. Kwa hiyo ili uzidi kujichemsha, ni afadhali uje ibadani kila Jumapili, Jumamosi, na hata upatapo nafasi ya kushiriki ibada, shiriki na wapendwa wenzako. Lakini bahati mbaya shetani ametuondolea kiu na hamu ya ibada. Na ukiondolewa hamu ya ibada, nakwambia umekufa. Bwana asifiwe sana. Shetani akikuondolea hamu, kiu ya ibada, amekuua. Asilimia kubwa bila maombi hatuendi popote. Bila kuomba Mungu hatuendi popote. Mimi mara kadhaa nimejishuhudia sana peke yangu. Nikweli mimi bila maombi kiukweli siwezi. Kama nakaa nyumbani pale, naanza kujisemea peke yangu. Sema mimi kiukweli bila maombi, bila ibada kwa asilimia zote hakuna kuendelea mbele. Kwa nini nasema haya? Kwa sababu wakati mwingine najaribu sana. Sema kwa nikae kwa sababu niangalie itakuwaje. Sema nikikaa hivi kwa asilimia zote hakuna kuendelea na Mungu kokote ambako nitakuwa na. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili niendelee na Mungu kwa asilimia zote, nahitaji maombi mara kwa mara. Nahitaji ibada mara kwa mara. Na alikadhalika na wewe, ili uendelee na Mungu unahitaji maombi. Naposema maombi, naongelea hasa maombi ya binafsi. Hiyo inafaa sana. Yote haya yanafaa. Lakini safari ya kwenda mbinguni sio kundi. Kwenda mbinguni kila mtu ana safari yake. Kila mtu ana safari yake. Kwa hivyo lazima ukae sana kwenye kuomba Mungu. Ukikosa maombi, jua tu njia ya utakatifu inakukataa kwa asilimia zote. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu akianza kukosa ibada kila wiki, nachelewa, sijui kazi, utakufa mtu wa Mungu. Kazi ipo siku zote. Bwana asifiwe sana. Asilimia moja ya nafasi unaompa shetani huleta uharibifu wa asilimia 100. Bwana asifiwe sana. Waefeso 4:20 nasema kwamba wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo kwa asilimia moja ya nafasi unayompa shetani huleta uharibifu wa asilimia 100. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kukosa kwako maombi kutakutoa katika njia ya utakatifu. Asilimia kubwa njia ya utakatifu sio katika akili, ni jambo la rohoni. Kwa kama ni jambo la rohoni, maombi yanahitajika sana ili kuendelea kujichemsha kila siku. Bwana asifiwe sana. Lakini ukikosa maombi, umeamua kujua mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Bila maombi na neno, mtu ukauka sana kiroho. Kwa hivyo ili uwe vizuri kiroho, unahitaji maombi na neno la Mungu. Lakini tumekuwa sana wavivu wa kusoma Biblia. Biblia ni kitabu ambacho ukiangalia hivi unatembea mfano yani unakishika namna hii afu unaanza kutembea namna hii. Utafikiri unasomaga sana, lakini nyumbani unapigwa sana. Yaani unafika mahala unaifungua namna hii, unapenda kusoma tayari usingizi unakujia. Wanasifiwa sana. Unasoma lakini umekwisha kuchoka sana. Kwa kitabu hiki watu wa Mungu, ni kweli kiko hivi, lakini ni kigumu sana kusoma hiki kitabu. Kigumu sana sana. Kigumu sana kusoma. Kwa hiyo bila maombi hakuna uwezekano kusoma Biblia. Uwezekano huo upo. Mimi mwenyewe nimeshuhudia sana. Bila maombi hakuna uwezekano wa kusoma neno. Kwa hiyo unahitaji maombi ili kusoma neno. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Kwa hivyo kukosa kwako maombi kwa asilimia kubwa kutakutoa kwa nani? Kwa Mungu. Niende na mwisho na nimalize. Amke. Tumelala tu. Tunasinzia? Nenda nimalizie na mwisho. Siongee mengi sana. Jambo la 4. Kuwa na urafiki na watu wa kidunia. Kuwa na urafiki na watu wa kidunia na kushiriki
nao ambavyo wanafanya. Asilimia kubwa urafiki si mbaya, lakini ubaya unaanzia pale kwa kuanza kutenda yale mabaya ambayo yanafanywa na marafiki yao. Bwana asifiwe sana. Urafiki wa mtu wa Mungu na mtu wa kidunia haukatazwi kwa asilimia zote, lakini tunakataza ama kule kushirikiana kule, yani kule kuanza kushiriki na watu wa kidunia, huko ndiko kubaya zaidi sana. Lakini kama unaona kwamba level yako ya kiroho haijawa sawa, usikae nao. Yani usiwe na rafiki yoyote wa kidunia. Kwa nini? Level haijakuwa sawa kwa asilimia zote. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo urafiki ama kushiriki na watu wa kidunia kwa asilimia zote ututoa kwa Mungu. Yani ile hali ya kuanza kushiriki vitu vyao, mtu wa kidunia anakunywa pombe na wewe unakunywa kidogo, kunywa kidogo usilewe. Bwana asifiwe sana. Moja kwa moja hiyo kunywa kidogo usilewe inaanza kukutoa kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kuwa na urafiki na watu wa kidunia na ushirika mbaya na watu wao, kwa asilimia kubwa watu wa Mungu tumekuwa na marafiki na watu wa kidunia, lakini sio tu kuwa marafiki, tumekuwa na ushirika mbaya na watu wa kidunia, kitu ambacho kinapelekea wengi sana kurudi nyuma katika roho. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wengi sana wameamua kurudi nyuma kwa sababu wameshawishiwa na marafiki zao wa kidunia. Bwana asifiwe sana. Amen. Yani haujakomaa vizuri, lakini tayari huyo Bwana asifiwe, tuache dhambi, unakwenda kuokoa, utaokolewa wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama hauna kama vile level yako ya kiroho haijakuwa vizuri sana, hebu jitahidi, endelea kumsihi Mungu. Kaa nyumbani, omba Mungu sana akuwezeshe. Ni afadhali kutokushiriki nao kuliko kuwa nao marafiki na kushiriki ubaya wao, na mwisho wa siku unakutoa katika njia ya utakatifu. Basi sana. Saidie Korinto wa kwanza. Baada kumaliza wa kwanza 15:33. Korinto wa kwanza 15:33 inasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Isha tu kwamba msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Lakini pia msidanganyike, urafiki mbaya huharibu tabia njema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ule urafiki mbaya ambao unakuwa nao watu wa kidunia, huo urafiki huo ndio ambao unakutoa kwa Mungu. Unakuwa na marafiki wengi sana. Lakini maandiko yako wazi kwamba ajiwekezaye kuwa na marafiki wengi ni kwa nini? Kwa uangamivu wake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa na marafiki wengi sana, mtu wa Mungu, jua tu kwa asilimia kubwa unajichimbia mauti, kaburi bila kujua. Sio kila mtu wa kuwa naye rafiki, sio kila mtu wa kuongea naye popote kwenye simu, si kila mtu wa kuongea naye. Bwana asifiwe sana. Sababu kuna wengine ambao mtakuwa mnaongea nao, lakini mada ambazo watakuja nazo ni mada ambazo kwa asilimia kubwa zitakutoa kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ili kuepuka mambo mfano hayo, ni lazima ujitenge na ushirika mbaya na watu wa kidunia. Urafiki mbaya huharibu tabia njema, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Nakuta walikuwa na tabia nzuri, mtu wa Mungu, lakini baada tu ya kuwa na rafiki wa kidunia, ile tabia njema ambayo ilikuwa ndani yako inaanza kutoka.
Mimi nimeshuhudia sana watu wa Mungu ambao baada ya kuwa marafiki na watu wa kidunia wamekuwa vibaya sana kabisa. Kama suruali, wanaacha kuomba, wanaacha huduma ya Mungu. Kwa hivyo urafiki na watu wa kidunia haukatazwi, lakini kule kuwa shirika, kule kushiriki mambo yao, huko ndiko kubaya. Lakini kama hautaweza, ni afadhali usiwe na urafiki wowote na mtu wa kidunia. Bwana asifiwe sana. Wengine walikuwa na tabia nzuri, walikuwa watu wazuri kabisa, lakini baada ya kujiwekeza marafiki wengi, wamekuwa baya sana wa moyo, wamekuwa baya sana wa sura, wamekuwa baya sana wa mavazi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mambo hayo kwa asilimia kubwa yanaweza akakutoa kwa Mungu ama katika njia ya utakatifu. Mimi kwa siku ya leo niishie tu hapa, sipendi kuongea sana hizi nikawachosha bure. Ishie tu hapo, wakati mwingine tukija basi tutaendelea na yale ambayo yamebaki. Kuna swali lolote kwa ajili ya somo hili? Hakuna swali? Okay, nadhani hakuna swali lolote. Mimi nitawauliza swali sasa. Yote ambayo nimeyazungumza, tumeelewa nini katika yote? Na sikuongea sana, hapana. Sikuongea sana. Kwa hiyo yote ambayo niliyazungumza tumejifunza nini? Amen. Tuwe na urafiki na watu wabaya, tusichangamane nao kwa njia zozote zile. Tusichangamane nao. Tusiwe mbali na ndio kama vile nilivyoelewa. Tufuate Yesu. Asante sana. Mwingine? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza nimeelewa kujitwika yani ile kujitwika msalaba ni kukubali mateso. Ni kukubali mateso kwa sababu tukiangalia alikubali mateso, walipukanwa, waliteswa kwa sababu ya Bwana, injili mbele, na wakuogopa walisonga mbele. Ndio nimeelewa, yani inabidi na sisi tujitwike msalaba, tukubali kukataliwa na watu kwa sababu ya kazi ya Bwana. Amen. Pia jifunza kuharibu tabia njema. Ndio. Sasa sisi kama Wakristo, ndio, tunaweza kuwa mfano tuko hapa kanisani tunajiweka tuko vyema, lakini tukiwa mitaani kumbe mazungumzo yetu hayampi Bwana utukufu. Na shetani, unajua shetani mjanja sana, anaweza akatumia tu mtu agent kuongelesha. Au ndio amekoka sana, anatuma agent anakuja kuongelesha maneno mabaya. Yale maneno wewe naye unaishika hivyo hivyo, unaanza kutoa comment pale shetani anapeleka mashtaka mbele za Bwana. Angalia, ndo mtumishi wako, kwa sababu inabidi sisi Mungu ajivunie sisi kama jinsi alivyojivunia Ayubu. Na maandiko Zaburi sura ya kwanza kasi ya danganyika inasema eri kwenda katika shauri la sio haki wala kusimama katika baraza la wakosaji. Yani ni mtu, yani ana hata Mkristo anajiweka pale, unaanza changia mada zinazostahili. Yani Mkristo ni mtu mwenye kutafakari sheria ya Bwana kwa mchana. Amen, ndio nimeelewa. Asante sana. Barikiwe sana. Amen sana. Na mwingine? Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mimi ambacho nimejifunza kwamba ili kupata Kristo napashwa kwanza nijikane. Yaani nisiyatende yaliyo mapenzi ya mwili wangu mimi, bali niyatende yaliyo mapenzi ya Kristo. Na pia kujitwika msalaba. Na yani kukubali mateso yote ambayo nitapitia kwa ajili ya Kristo. Kama ni kutukanwa, kama ni kusengenywa, yani kwa hali yoyote ile kabisa, mimi napashwa nijitwike msalaba, yani niyakubali yote, kwa maana Yesu mwenyewe aliyakubali yote. Kwa hiyo nimejifunza sana kujikana kama kweli nataka kumfuata Kristo, na pia kama nataka kuishi maisha mazuri napashwa kwanza nijikane mwenyewe kwanza, kisha nimfuate Kristo. Na pia kujitwika msalaba, yani kukubali mateso. Ndio kitu ambacho nimejifunza hiki na nimeelewa. Lakini tutastahimili hayo? Mimi tutastahimili kujitwika msalaba kwa yeye? Sababu kuna mengine ambayo magumu yanakuja. Tatua kwenye engo ili ujaribiwe. Je, taweza? Mefiwa na mama ndani ya nyumba, taweza kustahimili? Mefiwa na mume ndani ya nyumba, je, utaweza? Imani wake nalegea hiyo. Tayaweza mambo yote. Tutie nguvu. Hayo maandiko wake anakimbia kichwani. Bwana asifiwe sana. Lakini maandiko yanasema tuwe waaminifu watakufa. ndio. Kwa hiyo naamini sana katika Mungu. Kwa hiyo yote ambayo tunafundishana namna hii ni kuendelea kuhimizana kwa safari ya kwenda mbinguni. Ndio. Kuna mwingine ambaye anatuongea? Semaji uliandika sana. Uliandika sana. Tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Ya, kwa ngambo yangu mie nilijifunza kwa hivyo ambavyo tumeshamfuata Kristo, inabidi tukubaliane na kila jambo litakalo tukutokea. Liwe nzuri, liwe mbaya, tukubaliane. Maana mitume walijikana. Petro alimuuliza Yesu, Bwana, tutakufuata tutapata nini? Aliwajibia 100% chini ya jua na mbinguni ufalme wa milele. Amen. Kama hivyo alivyowajibia, inabidi na sisi tujipiganie kabisa, tujikane kwa yote hapa chini ya jua kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu bila utakatifu kweli hakuna kutoboa mbingu. Maana tunaambiwa aseme iweni watakatifu kama mimi Baba yenu nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo hivyo bila utakatifu hakuna mbingu mtu atakayoiona. Kwa hiyo hivyo inabidi tupambane sana, tujikane kwa yote kabisa hapa chini ya jua, ili siku moja turisi ule ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio. Ndio kujifunza. Habari kutuambia. Labda ya kwake. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Okay. Basi mimi ni nashukuru kwa ajili ya yote. Nadhani huo ndio ambao ulikuwa mwisho wangu kwa ajili ya mahubiri ya siku ya leo. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Nadhani tumefika ukingoni. Nitamhitaji Sheikh Destiny kwa ajili ya kuombea somo hili, maneno hili likae sana ndani. Karibu kwa